Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya Frequency. Ukumbukwe ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Aliwahi kuwa kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, na aliwahi kuwa kocha mkuu wa klabu ya soka Wydad Casablanca, na aliwahi kuwa kocha mkuu wa klabu ya soka ya MC Alger, aliwahi kuwa kocha mkuu wa JS Kabylie. Huyu namzungumzia bwana Abdelrehaki Benshika, ambaye ametoka ya moyoni na kuamua kuzungumza ukweli mtupu kuhusiana na performance ya wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans, ambao kwa sasa wameonyesha mzunguko wa pili wa ligi ya NBC kuwa bora zaidi. Hapa namzungumzia mchezaji ambaye ameingia katika ingizo jipya katika dirisha dogo, Alan Okello, namzungumzia Mudathir Abbas pamoja na Pacome Zouzoua. Sasa hapa katika video hii nitaenda kukusikilizisha sauti ya kocha huyo akizungumzia ubora wa kikosi cha soka cha Dar es Salaam Young Africans, ubora wa wachezaji wa Young Africans, uwezo na kiwango cha wananchi, namna ambavyo wamefanya vizuri. Hii inatoa tafsiri kwamba Young Africans kila mmoja anaiogopa na kila mmoja anaiheshimu kutokana na kiwango ambacho imekuwa nacho. Of course binafsi naheshimu sana performance ya wachezaji wa Young Africans, kwa maana wamejipambanua tofauti na timu zingine ambazo zimeshindwa kupata matokeo dhidi ya klabu ambazo Young Africans wamepata matokeo. Kumbukwe ukiangalia kwenye mchezo wa leo Pamba Jiji bwana, ndio timu ambayo ilikuwa inaonekana ngumu sana. Kwanza kupata matokeo mbele yake ni ngumu, lakini pia si rahisi pia kumfunga Pamba Jiji akiwa nyumbani. Lakini Young Africans wameonyesha kwamba huo ni mwiko tu ambao unawezekana. Hakuna asiyeweza kumfunga Pamba Jiji, bali ni klabu ambazo wamekutana nazo ndicho ambacho unaweza ukakitafsiri hivyo. Pamba Jiji wamechezea chuma 3-0. Master kwenye story ya leo ni Alan Okello, ambaye ameonyesha ni kwa namna gani yeye ni mchezaji wa maana zaidi, kutoa assist 3 ambazo zimezaa ushindi wa mabao 3 ya Young Africans kwa 0 dhidi ya Pamba Jiji. Na siku hii ya leo Abdelrehaki Benshika yeye katika ziara zake ile media tour, akiwa anazungumza miongoni mwa klabu ambazo amepita, anasema timu pekee ambayo iliwahi kumsumbua hata kibarua chake pengine kilionekanaga kwa kigumu ni Dar es Salaam Young Africans, na anasema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinamcheleketa ni kile kiwango ambacho wachezaji wa Yanga walikuwa nacho. Sasa moja kati ya watu ambao hata kuja kuwasahau ni Stephane Aziz Ki, Pacome Zouzoua na Mudathir Abbas. Hao ni watu ambao wameonyesha the heavyweight class, master class performance, uwezo mkubwa sana na performance zao zilikuwa kubwa sana. Tuseme tu kwamba kati ya vitu ambavyo Abdelrehaki Benshika anavihusudu na kuvisujudu ni kwamba Young Africans ina spirit na ina wachezaji ambao hawakati tamaa. Dakika yoyote, muda wote watakufesi na watakushambulia. Ndio maana Mudathir Abbas na Pacome Zouzoua pamoja na Alan Okello wameonekana kuiongezea timu thamani kubwa sana. Sasa kwenye wakati wa kushambulia, Abdelrehaki Benshika mwenyewe anakubali kwamba Young Africans wakiwa na mpira wanashambulia kwa wingi, na wakiwa hawana mpira pia wana place kwa wingi, jambo ambalo linafanya wapinzani iwe rahisi sana kuweza kupoteza mpira. Hicho ni kitu ambacho pia ni cha tofauti ambacho Young Africans wamekionyesha, na ndicho ambacho kinawafanya kwenye mechi ngumu na nyepesi